ni msingi wa taifa endelevu. Itumie kwa usahihi na uwajibikaji. Leo tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 2025, kamati ya kudumu ya bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama NUU imefanya ziara ya kutembelea na kukagua mradi wa mahakama mtandao, vyumba maalum vya kuendeshea mashauri kwa wafungwa na mahabusu makasha katika eneo la Gereza Kuu Isanga jijini Dodoma. Akiongea katika tukio hilo, mwenyekiti wa NUU Mheshimiwa Vita Kawawa Mbunge amempongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, huku akisema uwepo wa mahakama mtandao unasaidia kulinda haki na utu wa wafungwa. Hii kazi hii tunayoifanya ni ya utu. Hii Mheshimiwa Waziri umekuja kuifanya leo, au mnaoifanya Wizara ya Mambo ya Ndani na Jeshi la Magereza, ni kazi ya utu, kwa sababu mtu ambaye ni mfungwa anahitaji kupata haki yake, na usipompa haki yake maana unamdhulumu utu wake. Sasa serikali yetu chini ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan iliamua, au alipoamua kuunda pia ile tume ya haki jinai kwa ajili ya kutekeleza utu wa watu, na tume ile ilifanya kazi yake vizuri, ilitoa mapendekezo yake, lakini pia moja mapendekezo ni haya tunayoshuhudia leo. Wizara yako chini ya magereza inafanyia kazi. Hongereni sana. Wote tunafahamu kila mtu anastahili kupata haki yake, na tumeshuhudia huko nyuma, kabla teknolojia hizi hazijaja, ilikuwa watu wengine wanashindwa kwenda mahakamani kwa sababu ya uhaba tu wa usafiri, kwa sababu ya mazingira tu ya kumsafirisha, labda saa nyingine mfungwa au mahabusu anayehitaji maximum security. Lakini leo dunia imebadilika, lakini pia rais wetu ambaye ndio msimamizi mkuu wa katiba yetu ya nchi yetu, na ndiyo ambaye yeye anatoa maelekezo tusimamie haki na utu kwa binadamu wote, anatusimamia vizuri kwenye eneo hili, na ndio maana aliweka ile kamati ya mambo ya haki jinai. Aidha, Mheshimiwa Kawawa amelipongeza Jeshi la Magereza kwa kusimamia uwekaji wa mahakama mtandao, huku akishukuru mahakama kwa kutoa makasha. Naomba nitoe pongezi kwa magereza kwa kuliona ili pia katika magereza zao zinazojengwa sasa hivi, zote ndani ya gereza kuna chumba maalum cha mahakama mtandao. Kwa hiyo hili ni pongezi kubwa sana kwao kwa kuona hilo. Sisi kamati tunawashukuru sana, lakini tunawashukuru mahakama kwa kuona kwamba kuna haja ya kuspeed up hii eneo la mahakama mtandao, kwa kuanza kutupa makasha haya 10 ambayo wameyagharamia wao, ili kuendeleza kesi hizi, kurahisisha usikilizaji wa kesi, lakini kuharakisha kesi za watu waliokuwa ndani. Kwa hiyo tunashukuru sana. Rais alipokuwa anasema lazima kuwe na mashirikiano, au tunasomana, taasisi ziwe zinasomana, mojawapo ni hii pia. Leo taasisi ya magereza na mahakama zinasomana, zinaendeleza ile kauli ya rais ya kusomana kwa kuendesha kesi mtandao. Hili ni hatua kubwa sana tulipofikia leo. Tujipongeze kama nchi. Tulipotoka ni mbali sana. Leo tunakwenda na teknolojia sasa.
Mheshimiwa wabunge wameshuhudia wenyewe pale kesi ikiwa inaendeshwa. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana serikali yetu, Mheshimiwa Waziri, na wewe unavyoisimamia wizara yako kutekeleza yale ambayo Mheshimiwa Rais ameyafanya. Kwa hiyo sisi kama kamati, kwa niaba ya wenzangu na makamu mwenyekiti, tumeridhika na hii. Mwenyekiti amehitimisha hotuba yake kwa kulielekeza Jeshi la Magereza kuyaboresha magereza yote ya zamani kwa kuyawekea mifumo ya mahakama mtandao. Maelekezo yetu ni kuspeed up tu kazi hii ya mahakama mtandao kule kwenye magereza zetu, hata zile za zamani. Pia tuhakikishe makasha yanafika kule ambako makasha yafiki, basi tutengeneze chumba maalum. Tuendelee kutengeneza hata magereza mpya. Tumeona mmetengeneza vyumba maalum, lakini zile za zamani tungeomba bajeti zao ili kwa ajili ya kuzifanyia matengenezo vyumba kwenye magereza zamani, ili tuendelee, kwa sababu leo hii mahakama maeneo yote wako kwenye mtandao. Naye kwa upande wake Mheshimiwa Innocent Ibuga Bashungwa, akiwa ndiye waziri mwenye dhamana ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, ameongelea masuala kadhaa ya kiutendaji huku akiahidi kutekeleza maagizo yote yaliyotolewa na kamati ya Nuhu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimekuja kuangalia utoaji wa huduma ya mahakama mtandao kama ambavyo umejionea. Hiki ambacho mmekiona ni matunda ya maono ya Mheshimiwa Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Tanzania, na rais msikivu tuliye naye. Baada ya malalamiko ya kero mbalimbali za utoaji wa haki upande wa vyombo vilivyoko chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, lakini hata kwenye muhimili wa mahakama, Mheshimiwa Rais msikivu akaunda tume ya kuangalia changamoto hizo, tume ya kushughulikia masuala ya haki jinai. Na hiki ambacho mmekiona Mheshimiwa Mwenyekiti na Mheshimiwa wabunge ni sehemu ya matunda ya vision ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, mapendekezo ya tume ya haki jinai katika kutoa haki kwa Watanzania ndani ya muda na kwa kutumia teknolojia zilizopo duniani. Naomba nishukuru sana mahakama, mhimili wa mahakama umeshirikiana na Jeshi la Magereza kubuni huduma, utoaji huduma mahakama mtandao. Kasha ambalo mmeliona au ofisi ambayo iko ndani ya mahakama ya kusikiliza kesi ni msaada wa muhimili wa mahakama. Walitupatia makasha 10 na makasha haya wanufaika mojawapo ni jeshi ni gereza hili la hapa Kisanga. Kwa naomba nitumie nafasi hii kushukuru sana muhimili wa mahakama kwa namna ambavyo wanaendelea kutupa ushirikiano na mashirikiano tulionayo ya Jeshi la Magereza pamoja na muhimili wa mahakama. Tunawashukuru sana. Kwa hiyo kasha hili kwenye magereza mengine 10 huduma zinaendelea kutolewa kama ambavyo umeona Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini tumejiwekea malengo chini ya Jeshi la Magereza kwenye bajeti 2 zijazo kufika mwaka 27 27, malengo yetu ni kuhakikisha mahakama zote zinakuwa zina eneo kama hili la kasha kwa ajili ya kutoa huduma za mahakama. Kwa mahakama tumeshirikiana nao, wametuanzishia na hizi 10, lakini sasa wizara pamoja na Jeshi la Magereza taendelea na utaratibu wa kuhakikisha magereza yote yanakuwa na huduma ya mahakama mtandao. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ambavyo umejionea, huduma hii inapunguza usumbufu wa wafungwa na mahabusu nenda rudi gerezani, mahakamani, na
inapunguza pia gharama za uendeshaji utoaji haki. Huko miaka ya nyuma mfungwa au mahabusu angeweza kukosa huduma ya kimahakama kwa sababu pengine gari ni bovu hiyo siku na kusababisha kesi yake kusogezwa mpaka gari itakapokuwa imetengenezwa au changamoto za aina hiyo. Lakini sasa hivi kama ambavyo mmeona siku ambayo imepangwa ya mahakama, mfungwa au mahabusu mle ndani ya gereza anaweza kusikiliza jaji pamoja na mwanasheria wake akiwa upande wa jaji kwenye mahakama, na changamoto zile za kuchelewesha haki ya wafungwa au mahabusu kusikilizwa tumeondokana nazo. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, sheria huwa sio discriminatory. Tumekuwa tuna solution ya mahakama mtandao kama hivi. Inapotokea mtu yuko mahabusu au ni mfungwa, sheria haitakiwi kudiscriminate kwamba mahabusu fulani au exempted kwenye huduma ya mahakama mtandao aende kwenye ule utaratibu wa kawaida wa zamani, na wakati teknolojia iliyopo haijalishi ni mfungwa wa aina gani, mwenye hadhi gani, teknolojia hii inaweza ikatoa huduma kwa mtu yeyote. Na sababu mojawapo ambazo zilipelekea kuwa na utaratibu wa huduma ya mahakama mtandao pia ni za kiusalama. Kama kuna matishio na kwa sababu za kiusalama ikaonekana ni vizuri kesi ikasikilizwa kwa njia ya mahakama mtandao, sasa kwa nini tuwe tuna double standard? Wengine tutumie utaratibu wa huduma ya mahakama mtandao kusikiliza, alafu mtu fulani iwe ni exception. Ni sheria namna gani inayoweka utaratibu huo ambao ni discriminatory? Kwa hiyo tutaendelea kuhakikisha vyombo vilivyoko chini ya mambo ya ndani inahakikisha nchi yetu inakuwa salama, na pale tunapokuwa tuna matishio ya kiusalama ni waombe wa Tanzania watuelewe. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kama ambavyo umeona waheshimiwa wabunge, solution ya mahakama mtandao iko vizuri, na hatuwezi kuacha utaratibu wa namna hii. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti na waheshimiwa wabunge, nimeona hili niliseme, mmekuja mmejionea. Hatuwezi tukaacha Watanzania waache kufanya shughuli zao tu entertain pressure za watu wachache. Mimi niendelee kulielekeza jeshi la polisi kuendelea kusimamia sheria na kuhakikisha nchi yetu amani. Hata yule ambaye hataki amani, sisi tutamlazimisha kuhakikisha nchi yetu inakuwa amani na salama. Lakini jambo la pili, niliona mmoja ya viongozi akisema anahitaji special treatment anapoenda kumwona mahabusu. Hiyo nayo sio sawa. Zipo taratibu upande wa jeshi la magereza. Ndugu, rafiki, jamaa anapotaka kwenda kumwona ama mahabusu ama mfungwa, zipo taratibu ambazo zinasimamiwa. Kwa hiyo tukitaka tuwe tuna VIP treatment, na yenyewe inakuwa sio sawa, kwa sababu na yenyewe ni discriminatory. Kwa niendelee kuwaomba wakuu wa vyombo, upande wa jeshi la polisi, upande wa jeshi la magereza, kuendelea kusimamia sheria na taratibu zilizopo ambazo mmekasimiwa kuzisimamia bila kumwonea mtu na kwa kufuata hizo sheria na taratibu. Jeshi la magereza upo utaratibu, mtu akienda kutaka kwenda kumwona mfungwa, taratibu ziko wazi na mzisimamie, ili sionekane kuna watu wenye hadhi fulani wanapendelewa na mnyonge labda anaonewa. Na ndio maana tukaweka taratibu ili kuhakikisha utaratibu unasimamiwa bila kujali status ya mtu yeyote. Kwa Kamishna Jenerali wa Magereza, muendelee kusimamia taratibu, mtende haki, na hivyo ndicho nachomwagiza kamanda wa jeshi la polisi nchini IGP Wambura, kusimamia taratibu, sheria, ili kuondoa manunguniko yoyote kwa sababu ya preferential treatment.
Lakini vile vile yale ambayo umetuelekeza Mheshimiwa Mwenyekiti ni maelekezo ya kamati, nikuhakikishie tunaenda kuyafanyia kazi. Mwingine aliyepata fursa ya kuzungumza katika tukio hilo alikuwa ni mjumbe wa kamati Balozi Liberata Mlamula, aliyesema ili mahakama mtandao ifanye vizuri panatakiwa mtandao wa uhakika, huku akilishauri jeshi la magereza kuendelea kuajiri wataalamu wa teknolojia ya habari na mawasiliano. Kubwa zaidi ninayoiona, na sidhani kama Wizara ya Sheria na Katiba inaweza kaifanya peke yake au nyinyi peke yenu, hasa kukosekana kwa mtandao wa uhakika. Manake kuweza kuona hii shughuli ikaenda vizuri, mnahitaji a higher bandwidth. Na hiyo of course Wizara ya Teknolojia, Sayansi na Teknolojia na Teknolojia ya Habari inaweza ikaliangalia. Lakini pia mmegusia ukosefu wa wataalamu wa tehama wa kutosha magerezani kwa ajili ya matengenezo ya mifumo. Mimi nitaka tu kujua kutoka kwa Commissioner General kwamba raia wanaruhusiwa? Maana wataalamu wako wengi, mwenyekiti mwenyewe anao wataalamu katika area hii, lakini na mimi ni declare interest na Dr. Mlamula ndio kabobea kwenye hii fani na ni mshauri elekezi wa Wizara ya Teknolojia na Habari. Sasa nilikuwa nauliza kama mnaweza mkafunguka, wataalamu wapo, kwamba wao jitosheleze kwenye magereza kuwa na wataalamu, pengine itakuwa ngumu zaidi. Kwa hiyo mimi nitaka niseme hilo, na kwamba pia sijui mtandao hapa na Dodoma yenyewe kama kuna fiber optic cable. Manake ukitaka kupata dedicated nani lazima kuwe na fiber optic cable ambayo inapita kusudi muweze kuwa na hiyo. Manake ukiwa na fiber optic hamna interference na inawasaidia sana, hasa ukiongeza bandwidth. Mimi najifanya mtaalamu, sio mtaalamu sana lakini nasema katika changamoto hizi, Mheshimiwa Waziri, zinawezekana zikafanywa kazi. Kamati ya kudumu ya Bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama kufanya ziara ya namna hii ni utaratibu wake katika kutimiza matakwa ya kisheria kwa kufanya shughuli mbalimbali ikiwemo kukagua miradi ya maendeleo. TEHAMA ni msingi wa taifa endelevu, itumie kwa usahihi na uwajibikaji. Teknolojia ya habari na mawasiliano itumike vyema, itumike kwa maendeleo. Usitumie TEHAMA kwa uchochezi, kwa habari zisizo na uhakika, kuvuruga na kuvunja umoja wetu, bali